Bwana, wale mashabiki wa klabu ya Real Madrid, inawezekana Madrid inaingia katika nyakati mpya kabisa kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2009. Na nikisema kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2009 namaanisha vipindi ambavyo vimepita Madrid ikifanya uchaguzi kama klabu ya wanachama, lakini wakati huo ikifanya uchaguzi kwa mtu mmoja peke yake ambaye amekuwa akipita mara zote bila ya mpinzani, kwa maana ya Florentino Perez, bwana Don Perez. Sasa kwa mara ya kwanza bwana Enrique Riquelme amewasilisha fomu zake zote na nyaraka zake zote stahiki kwenye ofisi za klabu ya Real Madrid kwa ajili ya kuthibitisha rasmi nia yake ya dhati kabisa ya kugombea urais wa klabu ya Real Madrid, na ikitokea amepitishwa, basi uchaguzi unaofuata mapema mwezi Juni, yeye pamoja na Florentino Perez wataumana jino kwa jino kumtafuta rais wa klabu ya Real Madrid katika historia ya klabu ya Real Madrid kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2009. Sasa vitu ambavyo unapaswa kufahamu vichache kwenye uchaguzi huu ni kwamba Florentino Perez kwa mara ya kwanza alitokea mapema tarehe 12 mwezi uliopita, kwa maana ya mwezi Mei. Mwezi Mei tarehe 12 alitokea hadharani na kufanya mkutano wa wanahabari, akatangaza rasmi uchaguzi, ili hali amebakiza kipindi cha zaidi ya miaka miwili katika utawala wake kwa mujibu wa uchaguzi uliofanyika mara ya mwisho. Sasa ilikuwaje? Ni mara baada ya changamoto nyingi kutokea kwenye klabu ya Real Madrid, timu kushindwa kutoa mataji katika msimu wa pili mfululizo, lakini pia magomvi yalikuwa yanaendelea kwenye klabu ya Real Madrid. Utakumbuka Aurelien Tchouameni pamoja na Federico Valverde walipigana makofi kwenye vyumba vya kubadilishia nguo pamoja na uwanja wa mazoezi, Valdebebas pale. Lakini pia ilitokea pia changamoto kati ya Antonio Rudiger pamoja na Alvaro Carreras, ni miongoni mwa mvutano uliotokea. Mabadiliko ya makocha ambayo yametokea pia karibuni yakaonyesha kwamba Madrid bana, uelekeo wake sio sahihi, na rais ikabidi atokea hadharani aseme kuhusiana na kile ambacho kimetokea. Na hapo unakumbuka Florentino Perez amezungumza mengi, alizungumza pia kuhusiana na ile skendo ya waamuzi kulipwa na klabu ya FC Barcelona. Akazungumza pia hapa nyakati za katikati kwamba alistahili kushinda makombe 14 katika utawala wake, lakini kashinda 7 peke yake. Anaamini kuna makombe mengine 7 yaliibiwa unfairly. Of course amezungumza vitu vingi Florentino Perez, lakini at the end of the day baadaye Enrique Riquelme akatokea na kuweka nia yake ya wazi ya kuandikia Real Madrid kwamba uchaguzi umetangazwa Mei 12. Florentino Perez akiwa ametoa muda mchache sana wa watu kutokea kwa ajili ya kugombea nafasi hiyo, lakini Riquelme bana akatokea, na sasa hivi ninavyozungumza Jumamosi amewasilisha rasmi fomu zake, na Jumapili zinajadiliwa kwa ajili ya kutolewa maamuzi kama anastahili na ana vigezo vya kuwania urais wa klabu ya Real Madrid. Sasa urais wa Real Madrid bana chini ya Florentino Perez umepitia nyakati tofauti. Mwaka 2003 Florentino Perez alimshinda Laurent Sanz kwenye uchaguzi wa urais wa klabu ya Real Madrid. Baada ya hapo akaiongoza Madrid kwa kipindi fulani cha takriban kama miaka mitatu hivi. Miaka mitatu baadaye Florentino Perez bana akajiuzulu rais wa klabu ya Real Madrid. Sababu ilikuwa ni nini? Mwaka 2006 wakati Perez anajiuzulu rais wa klabu ya Real Madrid alikuwa ameshatoa makombe hapo nyuma, lakini mwaka 2003 mpaka mwaka 2006 klabu ya Real Madrid haikutoa kombe lolote. Moja kati ya vitu ambavyo vinawauma sana ni goli la Thierry Henry ambao aliwatoa kwenye michuano ya UEFA Champions League wakati Perez anajiuzulu nafasi yake, wakati Thierry Henry akiwa kwenye klabu ya Arsenal. The Gunners aliwaondosha klabu ya Real Madrid kwenye michuano ya UEFA Champions League, miongoni mwa vitu vilivyowauma. Baadaye pia wakaja wakafungwa na Mallorca goli 2-1, wakapoteza ubingwa la Liga. Florentino Perez akasema kwa hapa klabu ilikofikia, nimenunua wachezaji wengi wakubwa kwa maana ya wale Galacticos, lakini ni kama nimewalea hivi, kuna namna hawajaweza kuitendea haki klabu, kwa hiyo mimi nimenyosha mkono na kaa pembeni. Baada ya pale wakafuata watu wawili, makamu wake akapewa nafasi ya kuongoza klabu kwa muda mpaka pale klabu itakapoingia katika uchaguzi, lakini akatolewa siku chache baadaye. Akaingia pia mjumbe wa bodi akatolewa mpaka pale ambapo Ramon Calderon alikuja kushinda uchaguzi na kuwa rais wa klabu ya Real Madrid. Sasa baada ya hapo Florentino Perez baadaye mwaka 2009 akarejea tena madarakani, akagombea urais, akashinda mpaka wakati huu tunapozungumza. Sasa ametokea mtu mpya tena, tycoon tajiri Enrique Riquelme ambaye ni mmiliki wa makampuni ya kufua nishati
huko nchini Hispania, ambayo amekuwa na matenda katika mataifa mbalimbali barani Ulaya, ikiwemo katika mataifa ya Mexico pamoja na Hispania yenyewe. Bana, jamaa vigezo vyote inasemekana amevitimiza, kwa sababu moja kati ya vigezo vya msingi kabisa vya kuwa rais wa klabu ya Real Madrid, unapaswa kuwa mwanachama wa klabu ya Real Madrid katika kipindi cha miaka 20 mfululizo, na Enrique Riquelme ametimiza hicho. Lakini pia miongoni mwa vigezo vingine pia unapaswa kuwa raia wa Hispania kama alivyo Enrique Riquelme, na kigezo cha tatu ambacho obviously kinawawia watu wengi ugumu, unatakiwa kuwa na fedha isiyo, yani fedha ambayo haitagusika, ambayo inaweza kukava at least bajeti ya klabu ya Real Madrid kwa 15%, na inasemekana bajeti hiyo ni asilimia hizo 15 ni takriban dola milioni 217.19, ambayo Enrique Riquelme ameitimiza pia kupitia benki moja pale nchini Hispania. Of course Riquelme pia ana uungwaji mkono kutoka kwa baadhi ya wachezaji wa zamani wa klabu ya Real Madrid. Anahusishwa na watu kama kina Sergio Ramos pamoja na watu kama Iker Casillas. Na kama unakumbuka, hapa katikati kumekuwa na mgogoro kidogo na mvutano kuhusiana na ujio wa Jose Mourinho kwenye klabu ya Real Madrid, na inasemekana Enrique Riquelme bana, kati ya vigezo vyake ni kumleta klabu na hapo kocha wa zamani wa klabu ya Liverpool Jurgen Klopp pamoja na mshambuliaji wa Manchester City Erling Haaland. Ni moja kati ya vipaumbele ambavyo anaviweka mbele kabisa ili kuisaidia klabu ya Real Madrid. Sasa Riquelme pia ametoa onyo kwamba kitendo cha rais wa klabu ya Real Madrid Florentino Perez mwaka uliopita kusema yupo tayari kuuza sehemu ya hisa ambazo zinamilikiwa na wanachama wa klabu ya Real Madrid ni kutishia pia kwamba uchaguzi huu ambao Florentino Perez ameutangaza sasa hivi inawezekana ukawa uchaguzi wa mwisho ikiwa Florentino Perez atarejea tena madarakani, ukawa uchaguzi wa mwisho na klabu hiyo ikabinafsishwa kutoka kwa wanachama na ukabadilishwa pia utaratibu wa kupiga kura kwa maana ya kumchagua rais, na sasa ikawa ni kama taasisi binafsi. Kwa hiyo watakuwa wanaamua urais wa nani. Kwa hiyo anawaambia mashabiki wa Madrid, msikosee kwa sasa hivi kumchagua Florentino Perez kwa sababu mtajuta, hamtapata tena nafasi ya kupiga kura na kumchagua rais wa klabu ya Real Madrid. Of course mambo mengi yametokea hapo katikati, kuna mvutano kidogo, lakini kinachosubiriwa kwa sasa ni wale wanaosimamia uchaguzi wa klabu ya Real Madrid kumpitisha Riquelme, na baada ya hapo kuingia rasmi kwenye utaratibu wa sera, kunadi sera zao na kuomba kura pia kwa watu ambao wataenda kupigia kura urais wa klabu ya Real Madrid baadaye mapema mwezi Juni. Kwa sasa kinachoendelea ni mvutano, vita, wakati ambao baadhi ya wachezaji wa klabu ya Real Madrid wanaondoka, Madrid inabaki pia bila kocha. Nini ambacho kitafuata siku chache zijazo ndani ya klabu ya Real Madrid zitaamua hasa nini ambacho kitakwenda kujiri kati ya Enrique Riquelme ama Florentino Perez, Don Perez, kama atarudi tena madarakani.